nikuulize dada, jina lako ni nani? Bo, kama pia nikuulize, mimi naitwa kwa jina ya Londa Vitali, ndio jina langu. Na mimi ndio mwe kuhusika na mambo ya operation ya wajeshi hao wenye kuwa hapa Makobolo. Sasa kuna habari ambayo nilisikia umasimu. Aseka kuna kikosi ingia nyumba yenu ikakuwa kubaka. Eske ni kweli? Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa na tunawatakia tena jioni njema ya leo jeudi le 1er janvier 2026. Tukiwakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo, na tuna matumaini ya kwamba fete kabisa inapitika bie kwa wale ambao wako na muda huo wa kufete mwaka mpya, na wale ambao hawakupata koma wa celebrate mwaka mpya, nanyi tunasema pole kwenu. Unaweza kuwa kabisa ukupata jinsi ya kusherehekea mwaka mpya kutokana na hali ya maisha ambayo uko ndani, ila usiwe na shaka kabisa, kesho mambo yatakuwa mazuri. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi za jioni ya leo. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo nimewaletea nitawapeleka moja kwa moja kwenye uwanja wa vita mu province ya Sud Kivu, territoire ya Uvira, ndani ya maeneo ya Makobola, Luanga pale Kufro. Habari zilisambaa tangu juzi ya kwamba waasi wa M23 waliprogrese wakakamata Makobola ya kwanza na ya pili. Wazalendo siku ya jana walikanusha hayo na wakaonesha presence yao mu eneo ya Makobola na kusema kwamba waasi wa M23 wakufikaka eneo ya Makobola. Video iko hapa kabisa, mtaifuata mupate kujua kinachoendelea kwenye shamba la vita, na tumewaletea habari mingi tena tofauti. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, mu comment na muzilike habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko pale chini ya titre pale mu description, kuko linki yetu. Gusa kwenye linki hiyo, bila shaka utakuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Taarifa zetu mbichi za jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye shamba la vita ndani ya territoire ya Uvira mu province ya Sud Kivu. Tuwaambie hali halisi hapo kwenye shamba la vita. Habari zilisambaa tangu juzi ya kwamba waasi wa M23 waliprogrese wakakamata Makobola. Kwa wale ambao walikuwa wakifuata habari zetu za kila siku na kila wakati, tulikuwa tukiwaambia kwamba hapo Makobola kuko tujuru wazalendo wanaendelea kusema kwamba hizo ni habari za bongo. Makobola hakuna wazalendo. Siku ya jana sasa pale Makobola saa za jioni, wazalendo walikamata video na wako pale wakisema jinsi hali iko, wakionyesha kwamba wao ndio wenyewe wana controle Makobola. Mufuate video hii kabisa, mtafahamu hali halisi pale maeneo ya Makobola. Wote habari ambao M23 anajitangaza kama yeye anashika Makobola hadi pale kumasakre walifanyaka mbele Banyarwanda, ile habari ni ya uongo. Unai sehemu ambao tuko tunaongelea hapa ni mu territoire ya Uvira, ndio kwenye tunaongelea M23. Hii ni vita, vita ni kabumbu. Leo unaweza piga mwenzako na kesho unamupiga. M23 zaidi sana mu Afrika Centrale, kubatu ambao wanaitoa Wahutu atujijue. Paul Kagame anapenda kumaliza ukoo wa Wahutu wote. Vita ambao tunapigana ni Wahutu tu ndio wako natoweka, ila Watusi hawakufa. Kumuhutu wote ambao watanifata, mukale chini, mukamate akili moya. Hii vita ya M23 inakuwa ni kumaliza Wahutu tu, na hakuna mtu atavamia Kongo yetu, hapana, hata siku moja.
kila mtu iko na nchi yake ambao alipewa na mababu, na Mungu aligawa mipaka na hakuna kamba itapita yule ajue lingine. Nchi ya Kongo iweze gabaliwa kamwe, ile ni uongo wake ile. Na hii vita hii kwenye litokea na njoo kwenye taisia, ile ni faze ya kwanza juu ya M23. Habari wanatangaza ni ya uongo tupo, msikamate. Ya pili ni dosi ya wanawake swate wa jeshi kusema wanani wanabaka. Hapana, ile ni uongo. Hakuna askari wetu ambao wanaweza waka mwanamke. Kwanza sisi wakati ya mavita haturuhusike kutembea na mwanamke. Hata wako mwenye ambao wanatia mali hautatembea naye. Sasa njoo utaenda baka. Asili yetu na nani yetu inakataza sana kufanya usharati na mwanamke wakati huko mvita. Ile ni mabari ya bongo. Nao bwizi pia. Sisi hatuibaki. Tunakula chakula wenye kuwa baraka wako, chakula yetu natoka baraka. Inafika hapa sehemu ambao tuko, jo watu wanatumia chakula. Ile nipenda kuwatangazia mutoshi ili image ya kusema M23 kwa Makobola. Ni vya bongo. Ubakaji, naisha watangulia mbele kuambia jo ubakaji, sisi hatufanyi ubakaji. Ile ni uongo mtupu. Hii wengi wanaweza shangana hii sauti, naitwa kwa jina Alonda Vital Leader. Ni mimi naangalia chumba cha operation wala chumba cha vita. Nipenda kutoa kutosha ile image kwa watu. Juma Odui na imbiwa ya mingi sana. Watu wakuwe imara na watu waombe Mungu. Inchi yetu isigabuliwe. Na natangazia kwa vijana wa Fizi wa Uvira, muingie wengi ili ule adui mwenye kuwa hapa Uvira tumutoshe na tufikie kwenye alitokee. Sina mambo mingi ya kuongea. Cha pili natawaambia hivi kusisi wabembe zaidi sana kujitapa vitu ambavyo au vifanye. Kuna kijana mmoja tu ya mafirme ya kwake kama ni Croix Rouge kwa kule Katanga kwa kujifirme Makobola. Mimi njoo General wa Alexi nisha kamata Makobola, mumuulize kwanza kumaujo. Anajua kupiga hata bunduki. Ni Croix Rouge wa pale nani Katanga pale. Anajua kujitangaza tu, jiko na foto ya Android na mabari za mingi za matelefone. Mshiko mnazifata. Sisi hatuwa tunazarau habari, lakini kuna nani M23 natumikisha ma media na matract. Huko watu wenye huko kwa M23 hata watumia sauti hivi mashari de komba zinakuya za mingi na wanakuya wengi sana. Hata sisi pia tuko wengi. Tuna mashari de komba na sisi. Ni kabumbu. Mutaona kwenye kabumbu itaishia. Natangazia kwa wakongomani wote tujiunge tuwe kimoya. Ona inchi ya Rwanda iko sawa province yetu ya Sud Kivu. Juu ya nini Rwanda ikuwe na tuuzi kila mara? Hata kumangumi si tuingie wakongomani Rwanda, tunaweza wapiga kumangumi tu. Ni siasa moya inatoka Ulaya ya Kagame kwa nasifikana Kagame. Tukikumbuka wakati ya kina Mobutu, sijue Kagame kama angeongea nini. Anaweza ongea nini na Kongo. Ile tu nipenda kuya hapa ni watangazie M23 haina Makobola, ni sisi tunazibiti Makobola, wasoda wa FRDC ndio tunazibiti Makobola. Na waambia jina yangu Alonda Vital Leader, nasimamia pale, sitakuwa na mengi ya kuongea sana. Ule masikio ya kusikia atanisikia, ila nalia sana kusisi wa utu. Kagame anawisha wa utu sana. Komandema zake ni kuwatusi. Wakwenda mbele kuvita utaenda waona mamaiti tu ni wa utu tu. Muutu yeyote mwenye yuko Bulaya, mwenye yuko wapi, ajiwazi, tuingie wengi, tufike mpaka kwa Kagame kule na apati maguma. Kuulize dada jina lako ni nani? Bo, kama pia nikuulize, mimi naitwa kwa jina Alonda Vital Leader ndio jina langu. Na mimi ndio mwenye kuhusika na mambo ya operation ya wajeshi hao wenye kuwa hapa Makobola. Sasa kuna habari ambayo nilisikia umasimu. Aseka kuna kikosi ingia mnyumba yenu ikakuta ukubaka. Eske ni kweli? Hapana. Bilipita hii. Walikuwa penda njoo wanibaki lakini hawakunibaka. Bo bali beba kitu gani mnyumba yenu? Sio alibeba. Ndio ndio bateri. Na mpule na franga tu. Eske wale wajeshi wanaweza wajua juu hapa tuna gundi karibuni 3 za wajeshi
kuna gundi ya sisi wale wazamatu wanitoa wa maji au wazalendo kwa leo, na kuna wajeshi wa FRDC walikutaniwa huku, na kuna wajeshi wa Ibu ambao walitoka hapa. Mivalio yao ilikuwa mivalio ya kalite gani? Sisi tuanza jua wajeshi kumivalio jua waweze wajua. Walikuwa tunajimaske tu. Kuangalia mzuri. Walikuwa najimaske. Sawa, ile ndio nipeni kuulize. Juma habari ishatangazika, wa FRDC wazalendo walifika Makobola wanaanza baka. Hawakunibaka. Sawa, tunashukuru kwa hiyo tu. Na kushurutisha na kuya niulize nijue ndio tufanya hivi na kushurutisha. Hawakunibaka. Sawa, nadhani wewe wako pembeni wanasikia. Tunashukuru. Nadhani kwamba video hiyo mmeifuata vizuri na mmetoka mconfusion, kwa sababu wengi walikuwa wakiniandikia ku WhatsApp wakisema no, mbone Makobola ilikamatwa na wasi wa M23 kwaye. Nadhani kwamba pale sasa confusion imeisha, mmejua realite kutoka pale kufro, na kama tulivyo waambiaka vita vinaendelea kuripotiwa maeneo ya Kigongo Luanga kule, hapana maeneo ya Makobola. Huko Makobola kuko wazalendo pamoja na FARDC. Nadhani kwamba wale ambao walikuwa wakifuata habari zetu za kila siku na kila wakati, habari mbichi walikuwa wakizipata kwa wakati. Tuendelee na taarifa zetu sasa. Habari zilisambaa tangu jana ya kwamba Makanaki Kasimbira John, generale wa wazalendo, alipoteza maisha yake. Zani ya kwamba huyu generale Makanaki mnamjua kabisa wengi ambao walikuwa wakifuatilia habari za vita hivi kwa karibu. Generale Makanaki Kasimbira John, mzalendo wa Sud Kivu, nadhani ya kwamba mnamjua. Habari za kifo chake zilisambaa siku ya jana ya kwamba alijeruhiwa sana, akapelekwa Burundi kupewa matibabu. Wakati alifika Burundi akakufia huko. Habari kamili tunazo ni ya kwamba habari hizo ni za bongo. Generale Makanaki Kasimbira John yuko hai, iko Mboko kabisa, njo kwenye anakaa pale maeneo ya Mboko, akiongoza jeshi lake kufro hapo maeneo ya Sud Kivu mo territoire ya Uvira kwenye wako na kabiliana na wasi wa AFC M23. Taarifa za kifo chake ni za bongo. Tuelekee ndani ya mji wa Baraka. Siku ya leo mjini Baraka saa 6 kulisikika mashambulizi mengi, population wakakimbia, wakakuwa na hali ya sintofahamu kutokana na mashambulizi hayo. Vyanzo vyetu kutoka mjini Baraka vinatuambia ya kwamba ilikuwa mwanajeshi ambaye alikuwa na lishalewa ile taa ya Bulevi, sasa akashambulia masasi mengi angani, population wakakimbia na papo hapo kabisa hali ikawa mbaya. Baada ya minute chache na iko na shambulia ovyo ovyo pale mjini Baraka, alikamatwa, hali ikarejea kuwa ya utulivu. Wakaji wanatoa wito kwa jeshi la Kongo na FARDC pale kufanya doria zao za kawaida ili kuwalinda population ambao wako sherehe ya mwaka mpya huu ambao tumeanza. Pale ni mjini Baraka ambapo hayo yalifanywa na mwanajeshi ambaye alikuwa na Aisha Lewa, ni mwanajeshi wa mzalendo, ndio mwenye alifanya hayo. Habari zetu zinaendelea. Ndani ya Ituri, washukiwa wawili walikamatwa katika kesi ya mauaji ya mwandishi wa habari Thierry Bangalole. Siku chache baada ya mauaji ya kikatili ya Thierry Bangalole, fundi katika radio na televisheni ya kitaifa ya Kongo RTNC huko Ituri, polisi ya upelelezi wa jinai PIC walitangaza kukamatwa kwa washukiwa wawili wa uhalifu. Mauaji ya mwandishi huyu wa habari yameshtua sana jamii ya waandishi wa habari na maoni ya umma huko Ituri. Kulingana na vyanzo vya polisi, washukiwa hao wawili waliokamatwa wamekiri kuhusika katika mauaji ya mwandishi wa habari hii, wakisema kwamba walitenda ili kuiba pesa. Hata hivyo, kiongozi anayedaiwa kuwa mhalifu bado hajakamatwa na huduma za usalama zinahakikisha kwamba
msako unaendelea kikamilifu ili kumkamata na kufunga uchunguzi. Mauaji haya yaliyotokea katikati mwa Bunia yamesababisha hasira miongoni mwa waandishi wa habari huko Ituri ambao wanayashutumu kama shambulio lingine dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari na usalama wa wataalamu wa vyombo vya habari. Kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari Thierry Bangale, waandishi wa habari walioungana ndani ya jumuiya ya waandishi wa habari ya Ituri CJI waliamua kuzima vyombo vya habari kwa siku 3. Hatua hii kali ilikusudiwa kudai haki, ukweli na ulinzi kwa waandishi wa habari. Kupitia hatua hii, shirika hilo lilitaka kuvutia umakini wa mamlaka za mkoa na kitaifa kuhusu kuibuka tena kwa vurugu zinazowalenga wataalamu wa vyombo vya habari, huku pia likitoa heshima kwa mwenzao aliyefariki. Waandishi wa habari huko Ituri wanatoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua kali za kisheria ili wale wote waliohusika na mauaji haya wafikishwe mbele ya sheria na vitendo hivyo visiende bila kuadhibiwa. Hapo ni ndani ya Ituri ambapo jeshi polisi ya Kongo waliingilia kati kuwakamata watu ambao walihusika na kifo chake Thierry Bangale. Zani kwamba yote yanaeleweka kabisa. Tuendelee na taarifa zetu. Ingawa serikali ya Kongo inalaumu mgogoro wa usalama unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na uvamizi wa Rwanda unaofanywa kupitia waasi wa M23, kundi hili lenye silaha linaendelea kutetea tafsiri tofauti kabisa ya mgogoro huo. Kwa M23, sababu za mgogoro huo kimsingi ni za ndani na zinatokana na matatizo makubwa ndani ya taifa ya Kongo. Katika taarifa iliyotolewa le 31 jana wakati wa sherehe za mwaka mpya, Corneille Nangaa, mratibu wa kisiasa wa M23, alikosoa vikali kile anachokiita mkakati wa kupotosha unaofanywa na serikali ya Kinshasa ambayo inashtumiwa kwa kutaka kuficha mgogoro huo ili kuficha mapungufu yake ya utawala. Alisema kwamba mgogoro wa sasa kimsingi ni wa Kikongo. Kujaribu kufanya uonekane ni kutibu dalili bila kushughulikia chanzo. Huu ni mkakati wa udanganyifu wa utawala wa Kinshasa unaolenga kuficha mapungufu ya utawala wake, alisema Corneille Nangaa. Huyu mratibu wa kisiasa wa M23 pia alilaani diplomasia inayofanywa na serikali ya Kongo, akiamini kwamba hatua zilizochukuliwa nje ya nchi hazitatatua sababu kuu za mzozo huo. Alisema kwamba kuenda kuombaomba katika miji mikuu ya kigeni hakutatatua tatizo la Kongo. Mauaji ya halaiki, ukosefu wa usalama wa kudumu, migogoro ya utambulisho, ufisadi, umaskini, hotuba za chuki, ukabila, ubadilifu, ujambazi wa mijini au hata hali zisizo safi. Aliendelea akisema kwamba harakati zake zinalenga amani ya kweli, ya haki na ya kudumu inayotegemea ukweli, uwajibikaji na mwisho kamili wa kutokujali. Kwa kutumia fursa ya hotuba hii, rais wa zamani wa tume huru ya kitaifa ya uchaguzi Seni pia alielezea maono ya harakati zake kwa mwaka wa 2026, ambapo alikuwa na hamu ya kufafanua kwamba mapambano ya M23 hayategemei kulipiza kisasi, bali yanatokana na kile anachokielezea kama jukumu la kihistoria. Sema kwamba tunatoa wito kwa Wakongo kubaki wamoja. Uhalali na mshikamano wa kitaifa ujengwa kupitia kuishi pamoja, mshikamano wa kitaifa, kutobagua na uvumilivu wa watu wanaokataa udhalilishaji huku wakichagua utaratibu badala ya machafuko. Kaendelea kusema kwamba wakati wa kudanganya, uongo na ahadi za uongo umekwisha. Kuanzia sasa watu wa Kongo wamesimama imara, wamejitolea na wameazimia mwaka wa 2026 utakuwa mwaka wa kuimarisha mapambano yetu ya uhuru, haki, amani na ujenzi mpya wa nchi. Alitangaza hayo Corneille Nangaa jana. Na shukuru sana basi kwa kuwa mnaendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Nasema asante, muendelee kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa wanapata habari zetu mbichi. Muzisambaze habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee comment na kuzilike. Na watakia jioni njema, muendelee kukuwa na sherehe nzuri ya mwaka mpya. Merci beaucoup.